Mambo yanaenda kabisa barabara. Kuna kamvua kidogo kalipita, sasa hivi kuna kajua kambali kanapita, basi saumu inaenda vizuri kabisa. Wazee wa Young Africans wamekaa kikao na kusema kuna baadhi ya mambo yalikuwa yanaendelea. Wamekaa kikao kama alivyoshinikiza mwanachama Haji Sande Manala, na yeye amekaa kikao cha dharura. Na miongoni mwa agenda ambazo wamediscuss na wamekubaliana kuwa mechi ya dabi haipo tena, wachezi tena. Na kikubwa wakasema Wallace Karia wamempa siku kadhaa au waombe radhi, la si hivyo wanatangaza vita na TFF. Kwanza nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, na sijaelewa wanafanya vitu hivi kupitia kwenye taratibu gani, sababu wao wamesema hamna mtu anakataza kusema, lakini kila kitu katika hii dunia ukiondoa kwa Mwenyezi Mungu kinaendeshwa kwa sheria na taratibu zake. Sasa sijajua wao wameitisha ule mkutano kwa utaratibu gani. Nilikuwa spendi nizungumze sana kwa sababu na vizungumzia vitu ambavyo mimi naweza nikaita ni vitu ambavyo havina mantiki wala maana kwa nchi yetu. Havina maana kwa sababu kila kitu kinaendeshwa kwa utaratibu na sheria zake. Vilabu vyote vina katiba na kanuni zake. Sijaelewa kama katiba na kanuni ya Yanga kama inasema wanachama wana uwezo wa kwenda kupinga timu isiende uwanjani. Sijajua katiba yao kwa sababu sijasoma. Wana uwezo wa kwenda kupinga timu isicheze uwanjani. Kama kiwa hajaridhishwa labda. Kwa hiyo ikiwezekana hawamtaki kiongozi, kwa mfano kiongozi wao. Wakiandamana kwamba timu isicheze. Je, nyinyi mnaweza mkaafiki? Viongozi. Yaani viongozi wao hawataki. Waandamane wakasema hatutaki timu yetu icheze. Ni sawa? Sio sawa Leo wanaandamana hawacheze kwa sababu ya mwenye mpira. Bodi ya ligi wamesema mechi imeahirishwa kutokana na sababu kadhaa zilizoainishwa katika hiyo sehemu. Wametokea watu wanahamasishana wanasema hawachezi. Ni sawa? Kutokana na vitu ambavyo wamefanywa, wanasema wenyewe mechi kuahirishwa ni masaa kadhaa hivi. Ila yenyewe mechi ndani ya masaa matatu. Nikwambie kitu. Ndio maana anasema sijajua kwa nini wao wanafanya hivi, kwa sababu kwanza hawako kwenye utaratibu wowote katika kanuni na sheria na katiba ya nchi mpaka hiyo klabu ya Yanga. Hamna sehemu katiba ya nchi inavyosema watu muende kuandamana, muende kugomea kitu. Maandamano ambayo sio rasmi. Ila yale yanaonyesha uhalisia. Sio rasmi kwa sababu yanafanyika kiuni. Yanasema yanafanyika kiuni kwa sababu gani? Mimi napenda watembee humu. Umeona hizo katiba? Watembee kwenye katiba. Umeona hizo katiba? Vilabu vyote vina katiba hizi. Sawa, hii katiba ya Simba, hii. Umeona hii katiba ya Simba. Umeelewa Taratibu na kanuni na sheria zote ziko kwenye hizi katiba. Tunazungumza kwa vitu kupitia kwenye hizi katiba. Ndio maana nchi yetu mpaka leo ina amani. Hata nchi ya Tanzania inayo katiba yake, ambayo ile katiba wewe ndio imekufanya mpaka leo unaishi kwa amani. Si umeelewa? Katiba ingekuwa katiba hakuna, kila mtu angefanya vile anavyotaka mwenyewe. Amiri jeshi mkuu ambaye ndio rais wa nchi yetu ya Tanzania, mama yetu Samia Hassan, anafuata katiba ya nchi ya Tanzania, ndio maana anatuongoza kwa uweledi mkubwa kwa sababu ya katiba. Lakini leo ndio maana nimeuliza hawa watu walioenda kusema atucheji wako sahihi. Atucheji, si ndio wanavyosema wazee tu kama wana mapengo. Atucheji wako sahihi. Wanafuata utaratibu wa hii katiba yao. Katiba yao inasemaje? Sawa. Nani mwenye mamlaka ya mpira? Katiba yao inasema. Kwenye hizi katiba mpaka TFF imo. Kwenye hizi katiba. TFF ni nani? Wanajua kama TFF ni nani? Wanajua bodi ya ligi ni nani? Ndio maana nasema tusifanye vitu kwa sababu ya miemko ya maslahi ya watu wachache. Kwanza natoa masikitiko yangu makubwa ambayo tulikuwa nayo. Vizazi vyetu hivi vimekuta amani kwenye nchi. Wale wazee wale wanasema atucheji wale.
wengi wamekuta hii amani na nchi. Yaani nchi yetu ina amani. Sijui kama Wasisi wamo mwe. Wasisi wakina mzee Mkuchika. Umemwona mzee Mkuchika pale? Katika wazee wa klabu ya Yanga Mkuchika yumo. Toka wameanza kuongea hao wazee umemwona kamanda Jemedari Mkuchika yumo. Anajua thamani ya amani ya nchi. Anajua ubora wa amani ya nchi na upambanaji wamepambana vipi mpaka amani ya nchi imepatikana. Mpaka leo wewe mwandishi unanioji mimi anajua thamani yake. Amani ya nchi inajengwa na vitu viwili vikubwa. Kwanza dini ya Islam na Christian. Cha pili kinachojenga amani ya nchi ya Tanzania ni vilabu vyetu vya Simba na Yanga. Ndio maana vinazungumziwa hata katika mikutano mikuu mpaka ya chama. Mpaka kwenye dini zinazungumziwa hizi timu. Uongo. Ina maana hizi timu ndio zinakutanisha Watanzania ambao wanapenda amani. Leo wanajitokeza watu ambao hawapendi amani ya nchi yetu, wanataka kuleta maafa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo wale hawapendi amani. Wanavunja amani, huo ndio ukweli. Mechi imeahirishwa haichezwi. Na bodi ya ligi ambayo ndio msimamizi wa mpira wa nchi ya Tanzania. Anatokea mtu kutoka Kisemvule, anatokea mtu kutoka Gongo la Mboto, anatokea mtu kutoka Chanika au Magomeni ambaye hana wazifa wala uongozi wote, anasema mechi hatuchezi. Na anasema aliwazuia Yanga Simba kufanya mazoezi ni bodi ya ligi, sio Yanga. Sisi hilo hatulijui. Hiyo ni juu yao. Wale wahuni ni wao. Kama aliyezuia ni bodi ya ligi au wale wahuni wanajua wao. Simba tumefuata utaratibu bro. Baada ya lile tukio, hamna mtu wa Simba aliyomrushia ngumi hata mshabiki mmoja wa Yanga. Isipokuwa wao ndio walikuwa wanaleta maneno ya kejeli na kashfa mbele ya CEO wetu Bi Zubeda. Tena CEO wetu Zubeda katukanwa sana. Wao ndio walikuwa wanasema na video zinaonekana wao ndio wanatamba. Wao wakiwa wamevaa jezi zao mpaka mashabiki wao, kuna shabiki wao wanasema kabisa kwamba sisi ndio tumezuia msafara, kwenye gari kulikuwa kuna mbuzi na wazee wafupi. Wao na tena wakiwa wamevaa jezi ya klabu ya Yanga. Si maneno tu ya nanili ya upinzani timbili. Mwanzo wa chuki ni maneno. Usipoongea mtu hawezi kujua kama wewe una chuki. Wale wameleta maneno na vitendo. Basi letu limekaa uwanjani zaidi ya masaa 4. Limepigwa bodi lile basi nani kukiwa kuna wachezaji. Kuna wachezaji wengine sio wa Tanzania, wageni. Baada ya ile vurugu ya kutozuia kwa kuzuia ule msafara na basi linapigwa, wale wachezaji mule ndani ya gari, maji ndio ungekuwa wewe uko nchi kama vile Nigeria. Wa Nigeria wamekuja getini, wanakuja kupiga, wanaongea kilugha cha kwao, wanalipiga lile basi. Wewe Mtanzania, wewe pale ungejisikiaje? Lazima uwe na hofu. Uone hauna amani. Lazima ujue nchi yetu haina amani. Kitu ambacho sio cha kweli. Kwa nini wahuni wachache walifanya hili swala? Na hawa wahuni wamechukuliwa watu wa gani? Ndio maana tunarudi kwa amiri jeshi mkuu wa nchi. Mama yetu, rais wetu Samia Hassan. Hawa watu waliomzunguka ambao yeye ndo watumishi wake katika nchi yetu ya Tanzania ndo wanaharibu mpira wetu. Kwa sababu wale mpaka wamepata majority ya kufanya kile kitendo, nyuma yao wanasema kuna watu wamepewa maagizo kutoka juu. Kilio chetu watu wa Simba, tunahitaji huyo mtu aliyotoka juu ni nani? Aliyotoa maagizo. Ambaye kakiuka katiba hii. Ya Simba na Yanga na ya nchi. Yeye kapiga simu kutoka juu, wahuni wakazuia msafara wa klabu ya Simba kufanya mazoezi. Huyu mtu aliyotoa hii amri, huyu mtu ni kiruze na ni adui katika nchi yetu, katika kuvunja amani ya nchi yetu. Hiyo ndio kilio chetu. Lakini ukirudi katika mpira huwezi kuchezwa kama nchi ikiwa haina amani. Lazima iwe na amani. Leo tumeona Al Hilal Mdumani watacheza ligi kwenye nchi nyingine. Kwao kuna nini? Kuna vita. Hawa wanaofanya hivi vitendo kukiuka maadili ya hizi katiba watatuletea vurugu. Leo tutaenda kucheza kwenye nchi za watu wengine. Kwa nini tutengeneze maslahi ya vurugu kwenye nchi yetu wakati hawa watu tuna uwezo wa kuwataki na kuwazuia wasifanye hiki kitu? Na Shabani wanasema kuwa miongoni mwa sababu nyingine ni viashiria vya rushwa. Na rushwa yenyewe wanasema TAKUKURU hawajasema kama rushwa ilikuwepo. Sisi tunachosema ni hivi. Simba wamegoma kucheza mechi kwa sababu wachezaji wao wamefanyiwa vitu vya kiuni.
Hatuna hoja zingine. Swala la rushwa hilo wanalizungumza wao. Wakati wanavyosema kwamba kuna mtu kapiga simu kutoka juu, hapa isiingie timu yoyote. Ukichunguza yule mtu kapewa nini mpaka kazungumza vile. Kwa hiyo hata kama ni rushwa basi imetoka kwao. Kwao tena. Ulimuona mtu wa Simba kazuia mtu wa Yanga asiingie uwanjani? Wao ndio wamezuia. Bodi ya ligi imehusishwa baada ya mechi kuvunjika. Si umeelewa? Viongozi wetu wana ushahidi wote wa lile tukio. Ndio maana wanasemaje password za lile tukio wanazo wao. Si wamesema wameenda kasi? Baada ya kasi kwenda ukipelekwa ushahidi na sisi tutapeleka ushahidi wetu. Kitakachotokea mwenye kilanga apewe ipole. Mimi nawaambia ile neno naona kama masiara. Sisi hatumo. Ila wao ndio wanapata kilanga kwa sababu wahanga wakubwa wa hili tukio ni Simba Sports Club ambayo ndio walienda wakazuiliwa. Chanzo cha kuzuiliwa timu ya Simba Sports Club ni mechi ya Simba baina ya Simba na Yanga. Mpaka mijadala imefika kwenye maredio ni Simba na Yanga. Chanzo kikubwa ni siku ya tarehe 7 Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi uwanja Benjamin Mkapa na wahuni. Ndio chanzo. Leo hoja hii imekuja mpaka kwenye vyombo vya habari, mpaka kila mtu analizungumzia, mpaka nyie mnatuhoji sie kila siku. Chanzo ni nini? Chanzo kuna wahuni walizuia msafara klabu ya Simba usiingie kufanya mazoezi. Hadi hawa wazee ambao wanajiita ni wazee hata kama ni vijana wamejitokeza baada ya Simba kuzuiliwa pale wakagoma wachezi mechi. Chanzo kilikuwa mbali. Lakini kabla ya tukio hili miaka 4 nyuma Amiri Jeshi mkuu wa nchi Samia Hassan aliomba anaenda kuzindua kitabu cha rais mstaafu wa Tanzania Mzee Luksa, ambaye utawala wake ulikuwa kila Mtanzania kaufurahikia mpaka akasema mzee wa Luksa. Hamna Mtanzania ambaye alikuwa ana akili timamu kwenye utawala wa Ali Hassan Mwinyi marhum, sio vizuri kumtaja, akasema yeye hakuwa na mafanikio katika utawala ule. Rais wa nchi wa sasa hivi aliomba mechi isogezwe mbele lisali moja, azindue kitabu cha rais mpendwa ambaye tulikuwa tunampenda wa Tanzania wote kwa vitu walivyovifanya katika utawala wake wa miaka 10. Akazindue kitabu cha historia yake. Kaomba lisali moja. Kauli ya rais ni amri. Kauli ya rais ni amri. Hawa wazee ambao leo wanajifanya ni wazee, wana uchungu, kwa nini hawakupewa pointi 3 za mezani? Kipindi kile walikuwa bado wazee wala sio vijana. Bado wazee kama hivi wala sio vijana. Walitoa tamko lolote juu ya ile swali linaendelea. Simba wakwenda uwanjani? Waamuzi hawakwenda uwanjani? Muda ambao ulipangwa baada ya mheshimiwa Amiri Jeshi mkuu rais wa nchi kuomba mechi ichezwe, Simba walienda, shirikisho walienda, waamuzi walienda, kamishna wa mchezo alikuwa uwanjani. Timu zimefanya warm up, Simba timu imekaguliwa, zimesubiriwa dakika 15-20, mechi imemalizwa. Katika hao wazee walioongea leo, kipindi kile walikuwa vijana, walikuwa wazee? Walikuwa na umri huo. Waliwasema lolote viongozi wao? Hawakuwasema lolote. Bodi ya ligi ambao ndio baba wa mpira kasema mechi hii kutokana na uvunjishwaji wa amani. Nimemsikia mchambuzi mmoja kijana mdogo yuko Clown anaitwa Ndo Hansi, anasema watuoneshe ushahidi, kuna sehemu gani kuna mtu wote kaumizwa. Kabla ya kuumizwa kuna viashiria vya vurugu. Ukifanya kiashiria kisheria unahukumiwa. Kiashiria tu. Leo nenda Kariakoo kwenye mkutanyiko wa watu, tengeneza bomu la mafuta taa, baki nalo pale mkononi, alafu kaa katikati ya watu, alafu fanya kama unaliwasha. Ukikamatwa unaenda jela. Umeashiria kuhatarisha maisha ya watu. Wachezaji wetu wamehatarishiwa maisha yao kwa kupigwa basi lao,
kwa mikono na visu sui na mawe na mapanga. Basi letu wachezaji wetu kwa sababu ilikuwa giza, huwezi kujua mtu silaha alobeba. Huo ndio ukweli. Watu wamekaa nyumbani hawakuona tukio, lakini tukio lile limefanyika, wachezaji wetu wamehatarishwa maisha. Mule ndani ya basi kuna wachezaji wengine sio wa Tanzania.